Aliweza kukabidhiwa fedha taslim shilingi 970,000 kwa maana ya kwamba ile 500,000 ilikuwa ni ya zawadi, lakini 250,000 baada ya kupita kwa siku 9 tangu kupotea kwa mbwa wa raia wa Sweden anayefahamika kwa jina la Sun kupotea katika mazingira ya kutatanisha katika kata ya Unga Limited iliyoko mkoani Arusha, na kisha baadaye taarifa za kutafutwa kwake kutolewa, huku ikiwekwa dau la shilingi 500,000 kwa atakayempata. Hatimaye mbwa huyo amepatikana baada ya dada mmoja kudai kwamba aliuziwa mbwa huyo na mtu mmoja ambaye jina lake halijafahamika kwa kiasi cha fedha cha shilingi 200,000 za Kitanzania, ambapo baada ya kuona picha za mbwa huyo ambaye alikuwa anatafutwa kwenye mitandao ya kijamii aliamua kumleta katika kituo hiki cha polisi kwa ajili ya kukabidhiwa kwa mwenyewe. Kimsingi anasema aliweza kununua yule mbwa kwa shilingi 250,000 maeneo ya mjini kati hapo, alikuwa akitembezwa na bwana mmoja. Ayo TV pamoja na millardayo.com tumefika hapa na tumezungumza na mrakibu wa polisi ambaye pia ni mkuu wa kituo cha diplomasia na utalii mkoani Arusha, ambaye amekiri mbwa huyo kupatikana na ahadi ya shilingi 500,000 ambayo ilitolewa na raia huyo wa Sweden ya shilingi 500,000 imetolewa kwa dada huyo, huku fedha nyingine zaidi za matibabu pamoja na gharama za mbwa ambayo aliuziwa zikitolewa na kufikia kiasi cha fedha cha zaidi ya shilingi 900,000 za Kitanzania. Kwa majina naitwa Waziri Ibrahim Tenga, Superintendent wa polisi na ni mkuu wa kituo cha polisi utalii na diplomasia mkoa wa Arusha. Arusha kama ambavyo inafahamika ni jiji la utalii ambalo lina wananchi raia wa nchi mbalimbali na wana culture mbalimbali ambavyo pia wananchi wa hapa wameendelea kuzithamini na kuziheshimu, na ndio sehemu pia ya utalii. Hivyo siku 9 zilizopita tulitangaza baada ya kupata taarifa ya mbwa aliyepotea wa raia wa Canada wa Mr. John, na tuliweza kushirikiana na vyombo vya habari hawa pamoja na kusambaza karatasi maeneo mbalimbali. Wananchi wa Arusha, nachukua nafasi hii kwanza kabisa kuwashukuru kwa ushirikiano wenu na jeshi la polisi kama ilivyo ada kwenu, ambapo katika siku ya jana majira ya saa 9 alitokeza mwanadada mmoja kwa jina anaitwa Mage, mkazi wa Njiro, ambaye alipiga simu na kusema kwamba mbwa yule amempata, yeye yuko naye na amekuwa naye kwa siku 2-3 kwa kuwa alikuwa amemnunua na alikuwa hajapata taarifa kwamba mbwa anatafutwa. Hivyo alimleta mwenyewe mpaka kituoni hapa madam, na akasema yule mbwa amemtibu, alimpata katika mazingira na baridi, alimnunua. Hivyo mwenye mbwa aliweza kumshukuru kwa kumpatia zawadi alikuwa ameahidi, vile vile kumlipia fedha aliyokuwa amenunua yule mbwa na matibabu. Mbwa ana afya njema, ana hali nzuri, na baada ya hapo tulimjulisha mwenye mbwa alikuwa safarini, hivyo alituma mke wake kutoka Iringa jana saa 10 na saa 7 usiku na 7:30 usiku aliweza kufika kituoni hapa kwa shauku kubwa sana akitaka kuona mbwa wake, na alifurahi sana, akasema kwa kweli hatakuwa na muda wa kuendelea kuwepo Arusha zaidi ya kurudi haraka sana Iringa aweze kufurahia na familia yake kule Iringa. Kwa hivyo nichukue nafasi hii kuwajulisha umma wa Arusha kwamba mbwa yule amepatikana, kwa kuwa watu wameendelea kupiga simu tangu asubuhi pia jana usiku akiuliza ameshapatikana, kuna huyu anafanana na yule. Nieleze kwamba zoezi hili rasmi limefika mwisho, mbwa amepatikana, na washukuru sana kwa ushirikiano wenu. Simu zilikuwa nyingi ikionyesha kwamba tuko pamoja katika hali ya kushirikiana. Okay. Huyo dada ambaye aliyempata huyo mbwa alisema aliuziwa na nani na ni kiasi gani? Kimsingi anasema aliweza kununua yule mbwa kwa shilingi 250,000 maeneo ya mjini kati hapo, alikuwa akitembezwa na bwana mmoja, na kama unavyojua hawezi kujua jina la aliyemuuzia, ila anakumbuka ni sehemu gani aliweza kupata kumnunua yule mbwa, kwa sababu yeye anafuga mbwa wadogo wadogo wale wa ndani. Alivyomwona alimpenda na akamnunua. Yeah. Na labda utoe hofu watu kwamba labda hajapewa masharti yoyote, alipewa kiasi chake cha fedha na kuondoka, kwa sababu watu wanahisi labda baada ya kumleta huyo mbwa huenda anashikiliwa. Hapana, nafikiri nitakutumia picha ya mwanadada akiwa kituo cha polisi, amekuja na yule mbwa mwenyewe kwa furaha kabisa, akasema sikujua kama mbwa anatafutwa na ndiye ambaye amemnunua, alimleta yeye mwenyewe na usafiri wake. Mwanadada yule alipiga simu yeye mwenyewe kwamba mbwa yule anaye na alimleta yeye mwenyewe, hakufuatwa na polisi. Kwa hiyo hakuna haja ya hofu. Katika zoezi hili hatuna haja ya hofu. Polisi ni jamii ya kwenu, na yule dada alikuja mwenyewe na mbwa, na
na alipomleta hapa alimkabidhi, na hali kadhalika aliweza kukabidhiwa fedha taslim shilingi 9,970, kwa maana ya kwamba ile 500,000 ilikuwa ni ya zawadi, lakini 2,200 ilikuwa ya manunuzi na pesa ya matibabu. Alimtibu yule mbwa, alikuwa na hali ya mafua, anajua kufuga mbwa yule dada, kwa alikuwa na risiti ya daktari ambaye alikuja kumtibu yule mbwa baada ya kumnunua. Kuna hii umesema kuhusu watu ambao wanaendesha pikipiki hasa katika mkoa wa Arusha ambao ni wa kiutalii zaidi, wamekuwa na pikipiki ambazo zinatoa milio ambayo sio sahihi. Asante sana. Ni kwamba kama ambavyo wananchi wa Arusha walipokea wito wa kumtafuta mbwa Sani, natumia nafasi hii pia kuwaasa na kuwaomba wananchi wa Arusha kuweza kuzungumza na vijana wetu, watoto wetu. Pikipiki zenye milipuko, magari ya Subaru ambayo yenye milipuko kwa jiji la Arusha ni marufuku, na tangazo lilishatolewa. Narudia tena kwamba nakumbushia kwa yoyote ambaye anatumia chombo cha moto ambacho kina milipuko ambao si sawasawa na kilivyotengenezwa, ni kosa na ataweza kuchukuliwa hatua. Lakini toe rai tuweze kuonyana na tutoe wenyewe vyombo hivyo vile vyohusika, ili mji wetu uendelee kuwa salama na uwe shwari. Milipuko hiyo hatutaki kuisikia katika jiji la Arusha na kwingineko nchini. Kwa hivyo natoa rai kwa kila mmoja ambaye ana chombo kama hicho, kijana utakayemkuta mshauri. Tusingependa kusuguana, lakini kama ambavyo walipokea wito wa kumtafuta mbwa Sani, basi naomba wito huu pia uwafikie wananchi wa Arusha, wale wote wenye pikipiki na vyombo vya moto ambao vina milipuko tofauti na vilivyotengenezwa viwandani. Ni kosa la jinai. Nichukue nafasi hii kuwaelekeza kuvitoa vifaa hivyo na kuhakikisha kwamba wanafuata sheria bila shuruti. Watu wengi kwenye comment baada ya polisi kutoa taarifa pia wanafuatilia kuhusu taarifa za mbwa kupotea. Wengi wamezungumza na kusema kwamba inakuwaje nguvu kubwa inawekwa kwenye utafutaji wa mbwa lakini sio kwenye matukio mengine. Nashindwa kueleza kitaalamu kama nguvu kubwa wanaipimaje, lakini niseme tu kwamba wananchi wa Arusha, wanajamii wa Arusha ndio hasa wamekuwa wakitusaidia kutafuta mbwa huyo. Sisi tulitoa taarifa na tukajaribu kusaidiana kutoa matangazo. Watu wa Arusha, wananchi wa Arusha ndio ambao wamefanya kazi kubwa ya kututafutia mbwa huyo, na kama ulivyoona aliyeleta mbwa yule ni dada kutoka maeneo ya Njiro, na simu zilikuwa ni nyingi sana, message imeshampata huyo mbwa. Wananchi kwa ushirikiano wao wenyewe, niseme nguvu kubwa ni wananchi ambao wametumia kwa nafasi yao. Kila mmoja aliko nilimuona anapiga simu kujua ameshampata, nitumie picha yake niende. Kwa hivyo ukiangalia wananchi ndio wamefanya kazi kubwa hii, na mimi nichukue nafasi hii kuwashukuru sana, na tuendelee kushirikiana kama ambavyo tumeshirikiana hivi sasa. Mbwa Soni ni kama alivyoeleza raia huyu wa Sweden kwamba kwa culture ya kwao aina ya mbwa yule ni wa thamani sana kwao, hasa kwa family. Lakini pia mwenza wake alipata changamoto wakati wa kujifungua, kwa hivi walichukua yule peti kwa ajili ya kama mbadala, lakini kama kujifariji na kuwa rafiki. Wamekuwa naye kwa muda wa miaka 8. Kwa hivyo kwao kama alivyoeleza ni mwanafamilia. Wao hamuhesabu kama mbwa tu, wanamuona kama mwanafamilia. Na hii ndio respect of diversity, culture diversity. Pale ambapo wengine wanaona senene ni mboga nzuri, wengine ng'ombe ni mungu wao, wengine panya, vile ndivyo ambavyo tunaendelea kuheshimiana na kuendelea kufurahia uwepo wetu ndani ya jiji la Arusha. Asante.